Asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, hebu tusome pamoja katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 14. Niangalie ule mstari wa kwanza pale, anasema Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi mbele ya Pi-hahirothi kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baali Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile ya jangwa, imewazuia wasitoke. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi sijui uko katika hali gani ambayo unapitia sasa, lakini nasikia ndani kuna watu wanapita katika hali ambayo ni ngumu. Inawezekana unapita katika mambo ambayo yamekuumiza sana moyo, huelewi nini maana ya maisha. Lakini kuna watu wako katika hatua ya maamuzi. Nafika kipindi unashindwa kuelewa kwamba je, ulipo ndipo sahihi au ni mahali ambapo ipo aina gani? Lakini kuambie Mungu anavyotenda kazi. Mungu wa mbinguni wakati mwingine anaweza kukuleta katika mazingira fulani ambayo akili yako inakataa, mazingira ambayo mipango yako haifanyiki tena, ni kama imesimama. Kila ukijaribu kufanya unaona kila kitu ni kama haiwezekani, kwa maana ya kwamba akili yako inanyamaza ili yeye aweze kufanya jambo lake. Ndicho tunachowaona hapa wana wa Israeli. Wenyewe wameingia mahali ambapo wanaona mbele bahari ya Shamu, pembezoni mwake ni kama wameingia kwenye gema. Yale magema maana yake ni mahali ambapo hawawezi kukimbia, ni lazima warudi nyuma au waende mbele. Halafu nyuma yao kuna jeshi la Farao linakuja. Lakini kabla jeshi la Farao halijakuja kuonyesha kwamba Mungu anajua, anamwambia Musa, ingieni mahali hapo, kisha Farao atawaza kwamba mmetatizwa. Ukisoma mbele ndiko hapo sasa unaona kuna muujiza wa maji ya bahari ya Shamu kugawanyika. Lakini pia kuna muujiza mwingine mkubwa wa jeshi la Farao kuweza kuangamizwa kabisa. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu popote ulipo, hasa wewe ambaye unamwamini Mungu. Endelea kusimama katika imani yako, endelea kuomba. Si kwamba Mungu amenyamaza hajibu, la. Wakati huu amekuweka hapo ili sasa aweze kwenda kujibu mashambulizi dhidi ya hao ambao wameshikilia mustakabali wako. Maana waliapa kwamba hawatakuacha, wataendelea kushughulika na maisha yako. Lakini kuambie Mungu anakwenda kufanya jambo sasa kwa ajili yako. Wewe ambaye hujamwamini Yesu, mwamini Yesu sasa, maana Yesu yuko karibu. Achana na maneno ya watu wanaonena maneno ya wapumbavu kwamba Yesu hatakuja. Nikwambie Yesu yuko njiani na hatakuja kwa siri, kila jicho litamuona. Mungu akubariki. Amen.